uhusiano uliopo kati ya Ekaristi Takatifu na mafanikio ya Mkristo. Uhusiano uliopo kati ya Ekaristi Takatifu na mafanikio ya Mkristo. Uhusiano uliopo kati ya Ekaristi Takatifu na mafanikio ya mtu. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1362 inasema Ekaristi ni kumbukumbu ya Pasaka ya Kristo. Ni utekelezaji na majitoleo mithili ya sakramenti ya sadaka yake moja. Katika liturujia ya kanisa ambalo ni mwili wake, katika sala zote za Ekaristi, baada ya maneno ya masimulizi ya kuwekwa Ekaristi, tunakuta sala hii inayoitwa kumbukumbu. Sasa tunawezaje kujifunza uhusiano huu wa Ekaristi Takatifu na maisha yetu ya kila siku au na mafanikio yetu ya kila siku kama Wakristo wa Katoliki? Tutaongozwa na kitabu cha Injili ya Yohane. Injili ya Yohane sura ya 6 aya ya 48 mpaka aya ya 58. Nguvu ya Ekaristi Takatifu, nitawapa ushuhuda kabla ya kusoma hili andiko. Kuna dada yangu mmoja anaitwa Bite, kwa sababu alishaniruhusu pia hata kutaja jina lake, naweza nikalitaja. Naitwa Bite. Dada Bite ni mwenyeji wa mkoa wa Kigoma, anafanya kazi mkoa wa Kigoma, kwa hiyo ameajiriwa huko. Amekuwa na kwenye ndoa toka ameolewa miaka 12. Hakuwahi kupata ujauzito. Sasa kwenye hii miaka 12 ilifika mahala dada Biti akawa amekata tamaa kabisa kwamba basi mimi kupata watoto sio riziki yangu. Ametukanwa kila aina ya tusi ambalo liko duniani na liko kwenye familia. Sisi Waafrika tunajua binti akiolewa kwenye familia, yaani unaweza kumaliza hata mwaka mmoja, hata mwaka ni mwingi, miezi 6, utasikia mawifi, watu wa jirani wanaanza kuuliza, vipi, kuna mabadiliko ya aina yote ambayo umeyaona? Asa huyu alimaliza miaka 12. Ametukanwa kila aina ya tusi ambalo linakuja mbele ya wanafamilia. Na mume wake baada ya kuona ile hali, uvumilivu na yeye ukamshinda, akajikuta ameanzisha mahusiano nje, na hayo mahusiano akajikuta ana mwanamke mwingine, na huyo mwanamke ameanza naye mahusiano na ameshampa ujauzito na amezaa naye watoto 2. Sasa Bite pale nyumbani anaonekana kama mtu hivyo tu ambaye hana msaada wala nini. Basi akawa ni mtu wa kuhangaika sana, maumivu ya kutosha na nini na nini. Sasa mwaka juzi tulikuwa na semina jimbo la Kigoma. Kumbuka ilipita kwenye parukia kama 7.
Nilianzia Kakonko, huko ni mwaliko wa askofu, nikamalizia parokia moja Katubuka. Kwa hiyo nilikuwa kule karibia mwezi mzima. Basi akaniambia, kwa kweli mwalimu, mimi nimekata tamaa kabisa kupata ujauzito, naona kabisa sitapata mtoto. Nikamwambia, hapana, usiseme kwamba hautapata mtoto, utapata mtoto. Unaliamini hilo? Akaniambia, mwalimu, nimeamini siku nyingi sana, lakini sijawahi kuona matokeo. Kwa hiyo kila mtumishi wa Mungu ninayemwendea nikimwambia hii hali, ananiambia nitapata, lakini sijawahi kuona hicho kitu kwenye maisha yao. Mimi nikamwambia utapata, lakini naomba tufanye zoezi moja, mimi na wewe. Na kweli nilijikuta anakuwa mwaminifu sana kwenye lile zoezi ambalo nilimwahidi. Nikamwambia, sasa sikiliza, ninaomba tutenge siku 100, siku 100 za kukutana na Yesu wa Ekaristi kila siku, hata kwa dakika 5. Na ombi letu liwe moja, Yesu wa Ekaristi, ninaomba uzao. Yesu wa Ekaristi, ninaomba uzao. Kwa hiyo akawa anaenda kila siku kwa hizi siku 100 na hakuwahi kukosa hata siku moja. Na mimi huku niliko nikawa ninaenda, hata kama ni Jumapili nikijikuta nimemaliza misa, nitamsalimia Yesu wa Ekaristi, afu nitamkumbusha kwamba dada Bite anaomba uzao. Kwa siku 100 tukamaliza zile siku 100. Tulipomaliza zile siku 100, mwezi ule ule tuliomaliza zile siku 100, akanipigia simu akaniambia, mwalimu, najisikia ndivyo sivyo. Nikamuuliza, unajisikiaje? Akasema, mwalimu, najisikia mwili umebadilika. Nikamwambia, nenda ukapime. Alipoenda hospitalini akapima, akaonekana ni mjamzito. Tunavyozungumza sasa, ana watoto mapacha wa kiume. Huyo ndio Yesu wa Ekaristi, na hizo ndizo nguvu za Ekaristi. Wakatoliki tuna utajiri ambao, au tuna aina ya nguvu ambazo hazipatikani mahali popote duniani isipokuwa ndani ya kanisa Katoliki. Na ni wapi hapo? Kwa Yesu wa Ekaristi. Ni Yesu wa Ekaristi anayeponya kimya kimya bila kupiga kelele. Ni Yesu wa Ekaristi anayeponya kimya kimya bila kufanya chochote. Ni Yesu wa Ekaristi anayerudisha faraja kimya kimya. Ndio maana ikiwa unapitia hali ya aina yoyote kwenye maisha ya kwako, mahali pekee na salama pakuja ukazungumza na ukaeleweka ni mbele ya Yesu wa Ekaristi. Unajua kwa nini? Ukija hata ukiwa umeshindwa kusali, umeshindwa kunyanyua kinywa na kumwambia Mungu nahitaji hiki, lakini ukija mbele ya Yesu wa Ekaristi, hata ukajikuta tu nalia, Yesu wa Ekaristi atajua kinachokuliza ni nini na unachotaka ni nini. Huyo ni Yesu wa Ekaristi. Ukiwa unataka mafanikio ya aina yoyote duniani, ukija kwa Yesu wa Ekaristi atakupa. Ukiwa unataka amani ya aina yoyote, ukija kwa Yesu wa Ekaristi atakupa. Ukiwa unataka kazi ya aina yoyote, ukija Yesu wa Ekaristi atakupa. Hapa hapa Arusha, parokia moja jirani, nimekutana na mama moja, mtoto wake wa kwanza ana miaka 21. Baada ya pale hakuwahi kupata uzao, lakini kwa sasa
ana mapacha, na sio mbali, ni hapo Njiro. Mwaka juzi amewapata, hakuamini, na aliwapata kwenye ile semina ambayo tulihitimisha Njiro, nafikiri mwaka juzi kama sikosei, kama sio mwaka juzi, mwaka juzi, ile ambapo tuliwaita wale ambao wanatafuta uzao. Mwishoni tukasema tunaomba majira kama haya mwaka unaokuja, na ninyi muitwe mama. Na Yesu Ekaristi akatenda lililo jema. Huyo ndo Yesu Ekaristi. Sasa nataka tujifunze kwa ufupi uhusiano uliopo kati ya mafanikio ya aina yoyote yaliyo halali unayoyatafuta na Yesu Ekaristi. Unajua Yesu Ekaristi hawezi akakupishanisha na kile unachokiomba, unless hicho unachokiomba akitaleta utukufu kwake. Na wakati mwingine uzuri wa Yesu Ekaristi ni kwamba unaweza ukawa unaomba unachokitamani, lakini yeye akakupa unachostahili. Kwa hiyo ngoja tusome hiki kitabu cha Injili ya Yohane sura ya 6 aya 48 mpaka 58. Inasema, mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kishukacho kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Sasa sio tu uzima wa milele, ni uzima wa kila kitu kwenye maisha ya kwako. Mkristo mzuri anayempokea Yesu Ekaristi akiwa na mastahili mazuri, akiwa amejiandaa vizuri, maandiko matakatifu yanasema anao uzima wa milele. Sio tu uzima wa milele, anao uzima wa milele kwenye familia. Atakuwa na uzima wa milele kwenye afya yake. Atakuwa na uzima wa milele kwenye uzao wake. Atakuwa na uzima wa milele kwenye maisha ya kwake. Uzima. Kristo azungumzii tu ule uzima baada ya kifo chako. Anauzungumzia uzima ungali bado hapa duniani.
Utakuwa na uzima kwenye kazi, utakuwa na uzima kwenye afya, utakuwa na uzima kwenye uzao, utakuwa na uzima kwenye wito wako. Anapozungumzia uzima, ni uzima wa kila kitu kilicho cha halali ambacho huyo Mkristo mzuri anapokuwa anampokea huyo Yesu Ekaristi kwa ukamilifu na kwa uadilifu, anakutana nacho kwenye maisha ya kwake. Unajua, unapompokea Yesu Ekaristi, unakuwa Kristo mwingine, yaani unakuwa Yesu mdogo aliyepo duniani. Kwa unapopokea Ekaristi kwa ukamilifu mzuri na kwa uaminifu mzuri na kwa upendo mzuri, unageuka kuwa Yesu mdogo duniani. Maana yake ni nini? Utazaa matunda mazuri kama yale ambayo Kristo anayazaa. Sasa tunakutana na watu ambao inawezekana kabisa tukawa tunapokea Ekaristi takatifu bila kujua tunapokea nini, na hicho ndicho ambacho nimekiona kwa wengi. Inawezekana ni kwa sababu tulipata mafundisho tungali wadogo na akili zetu pengine hazijakomaa kiimani vizuri, na tukaendelea kukua kwenye hayo mazingira, kuona kwamba ni mkate tu, lakini hauna chochote ndani yake, na hivyo wengi wakawa wanaona kama vile ni kukamilisha ratiba. Ndio maana unakuta haipokei Ekaristi takatifu kwa maandalizi na kwa upendo. Sasa kwa tafsiri hiyo, maana yake ni kwamba unakuta hanufaiki na zile neema na baraka za Ekaristi. Ekaristi takatifu inatakiwa unapokuwa unaipokea umejiandaa vizuri kiroho na kimwili, na hapo utakutana na yale mastahili yake na neema zake na baraka zake. Lakini ukipokea Ekaristi takatifu kimazoea, hautaona badiliko la aina yoyote la kiroho ndani yako. Na sio tu hautaona badiliko la kiroho, hautaona hata badiliko la kiafya, hautaona badiliko la kiuchumi, hautaona badiliko la kiafya, hautaona badiliko la kimahusiano. Kwa nini? Umepokea tu kikawaida na sio kwa imani. Siku moja nilikutana na Mkristo mmoja. Yule Mkristo alikuwa amepata ugonjwa mbaya sana, na ule ugonjwa aliupataje? Maana yake ule ugonjwa ulikuwa hauonekani kwenye hospitali ya aina yoyote duniani, na ni mtu mwenye hela. Sasa kumbe yule Mkristo alikuwa amejiunga, alikuwa anatumwa na watu hawa wa vyama vya siri, Freemasoni, watu gani hivyo. Ni Mkatoliki, na wao walikuwa wanamtuma kuchukua mwili wa Kristo na kuwapelekea. Yaani wakati wengine tunapokuja tunakomunika hapa, yeye atakuja ataonesha kama anakomunika, lakini kumbe ataweka mwili wa Kristo mdomoni kwa geresha, alafu itafika mahala atautoa, ataupeleka mahali ambapo ameahidiwa pesa. Alikuwa akipeleka mwili mmoja wa Kristo anapewa milioni 50. Biashara nzuri eh? Sifu Yesu Kristo. Biashara nzuri eh? Na mtu anaanza kupiga mahesabu hapa kwamba nikienda
kipeleka mwili mmoja tu, kachukua hizo 50 nikalala mbele. Kwa hiyo mmoja tu anapewa milioni 50. Wanaenda kufanyia makafara wanayojua wao, akaja akapata ugonjwa mbaya sana. Kwa hiyo akajikuta anatembea karibia kila hospitali, haoni chochote. Sasa kwenye hiyo parokia tukawa na hiyo semina, akaja akanifuata, lakini wakati tunazungumza naye nikasikia sauti tu inaniambia muulize kama huwa anapokea Ekaristi. Nikamuuliza, wewe unapokea Ekaristi Takatifu? Nikaona ameitika kwa sauti ya chini, akasema Nikamwambia, hebu niambie ukweli alafu nikwambie kitu. Akaniambia, mwalimu, naomba niwe ukweli. Kwa sababu ya pitapita za maisha na kwa sababu ya kutafuta mafanikio, kwa kweli nimejikuta nimetenda dhambi, na hii dhambi sijaiungama. Kamuuliza, dhambi gani? Mwalimu, mimi bana, kuna watu wamekuwa wakinitumia kwa muda mrefu tu, kama mwaka hivi. Wamekuwa wakikutuma wapi? Wamekuwa wakinituma kanisani. Kufanya nini? Wamekuwa wakinituma baada ya mageuzo pale tunapoenda kupokea mwili wa Kristo. Mimi kwa kweli nimekuwa sipokei ule mwili wa Kristo. Nilikuwa naenda kama Wakristo wengine kupokea, ni kweli nastahili kupokea, lakini naenda kama vile nimepokea, lakini baada ya pale nauchukua ule mwili wa Kristo na upeleka kwa wale watu walionituma. Nikamuuliza, hujaungama? Akasema, hapana, sijaungama. Nitamwambiaje padri anielewe hilo jambo? Sasa nikamwambia tu pale pale, nikamwambia huu ugonjwa ulionao ni adhabu ya Yesu mwenyewe. Na kuna mawili, ni kwamba hii ni kufuru ambayo siwezi kusema kama inasamehewa au haisamehewi, lakini inatakiwa sasa ukaungame, lakini na kukiri imani kwa haya makufuru ambayo umeyafanya. Kwa hiyo akaenda akaungama, lakini bado yuko kwenye mateso makali sana. Yaani akilala mwili unauma na kinachomuuma hakionekani. Na Wakristo aina hii wapo, na wengine ni Wakatoliki kabisa, ambao wanatumwa na nguvu za ufalme wa giza kuja kuupokea mwili wa Kristo na kuupeleka huko. Maana yake baada ya kuupeleka huko wanaenda kuufanyia dhihaka au wanaenda kuufanyia matambiko. Sasa hizo tamaa ni mbaya na ni dhambi isiyosameheka, naweza nikasema hivyo, ingawa mimi sio Mungu. Lakini pia ni laana ambayo kufutika kwake sijui kama kunafutika kirahisi. Sasa angalia ufalme wa giza, wao wanajua kwamba Yesu wa Ekaristi ana nguvu, lakini wahusika wenyewe wana ile imani ya mashaka kwamba ni kweli anafanya au ni kweli hafanyi, ni kweli anatenda, lakini ni kweli pengine anatenda kwa kuchelewa.
Wengine tunajikuta tuko kwenye hayo mazingira. Lakini Mkristo wa aina yoyote, Mkatoliki ambaye ana ibada kamilifu kwa Yesu Ekaristi, cha kwanza, huyo Mkristo huwa harogeki kwa urahisi. Hakuna Mkristo Mkatoliki aliye na ibada kamilifu na elekevu kwa Yesu Ekaristi ambaye nguvu za giza zitamweza. Hayupo. Yaani Mkatoliki aliye na ibada kamili kwa Yesu Ekaristi, Mkatoliki ambaye amemfanya Yesu Ekaristi kuwa rafiki yake, Mkatoliki ambaye amemfanya Yesu Ekaristi kuwa Mungu wake na mkombozi wake, Mkatoliki ambaye amemfanya Yesu Ekaristi kuwa rafiki yake, baba yake, huyo Mkatoliki, hakuna nguvu za aina yoyote za giza zinaweza zikamweza. Kwa nini? Yesu Ekaristi huwa anamgawia nguvu zake, na Yesu Ekaristi huwa anampa ulinzi wake, na Yesu Ekaristi huwa yuko karibu yake. Kwa hiyo chochote kinachotokea juu ya huyo Mkristo, Yesu Ekaristi anaingilia kati. Manake ni kwamba vita ya aina yoyote ikiinuliwa kwa huyo Mkristo, hiyo vita huyo Mkristo hahangaiki nayo. Hiyo vita anayohangaika nayo ni Yesu Ekaristi mwenyewe. Ni Yesu Ekaristi mwenyewe. Nafikiri niwahi kuwapa ushuhuda huu, si kama nafikiri nakumbuka, lakini naomba tena niurudie. Kuna baba mmoja ni mfanyabiashara wa madini, kuna watoto 3 wa kiume, wote wamesomesha nje ya nchi, watoto 3. Baada ya muda fulani, yule baba aligundua wale watoto wake wote 3 ni mashoga. Wa kwanza, wa pili na wa 3, akagundua kwamba wote ni mashoga. Kwenda kuangalia, yule baba umri umefika miaka 50. Akajiuliza, imewezekanaje watoto wangu wote kuwa mashoga? Imewezekanaje? Ni dhambi gani ambayo nimeitenda mpaka uzao wangu umeingia kwenye mazingira kama haya? Mimi nimemkosea Mungu nini mpaka kunipa adhabu kubwa kiasi hichi? Na yule baba ndo siku moja akaniambia, mwalimu, kwa kweli mimi najuta sana kwenye maisha yangu kuzaa na mwanamke mmoja, najuta sana. Nikamuuliza kwa nini? Akasema, ningekuwa hata nimezaa na wanawake 2, walau ningepata kaunafuu, kwa sababu sasa watoto wa huyu mama niliyezaa naye ndo ameangamia hivyo. Labda ningekuwa na watoto wengine pembeni, ningesevu. Hawa mashoga mimi nawapeleka wapi? Amefika kwenye kiwango hicho. Na ili jambo lisikie kwa jirani, lakini usilisikie kwako. Yaani una kila kitu, pesa unazo, uwezo unao wa kumpa kila mtoto anachotaka, wa kumfungulia mtoto biashara aina yote anayotaka, lakini suddenly unasikia watoto wako wote ni mashoga. Na kibaya zaidi, walikuwa hawataki, hawa watoto walikuwa hawataki ushauri wa aina yoyote. Wanamwambia baba yao, wewe baba, kama unataka mali zako hakuna anayezitaka, tunajitosheleza. Maana yake nini? Walipoingia kwenye hayo mashirika ya kishoga, walikuwa wanapewa hela kwa mwezi. Kama yule mkubwa wao ambaye alileta ile nanili, alikuwa anaingiziwa kwenye akaunti yake karibia milioni 100 kwa mwezi. Kwa hiyo hana shida na hela za baba yake, hana shida na ushauri wa mtu aina yoyote, hana shida na chochote. Kama ni hela anazo, kwa kigezo kwamba mimi ni mtu mzima, nina maamuzi yangu. Mtoto hebu niambie, mtu kama huyo
Unajua hauwezi ukampa ushauri wa haraka haraka akaelewa kwa sababu hata kama ni kusali, unajua naye amesali amesali, lakini sio tu kusali, imefika mahali na moyo wake pia umechoka Sasa nikamwambia, unaamini kwamba Yesu wa Ekaristi anaweza akarejesha uzao wako kuwa kwenye hali nzuri? Akanitazama usoni, akaniambia labda. Nikamwambia basi naomba nikwambie nitakachokwambia ukifanya. Sawa. Nikamuuliza, una milioni 180? Akasema sio tu 80, mimi 200 zitakuwepo. Sawa. Nikatafuta parokia 3 ambazo hazina chepo ya kuabudia. Nikazungumza na mapadre wa hizo parokia, kaambia, sasa padre, naona hapa kwako kuna chapo, ninaomba mtu mmoja ajitolee kujenga hii chapo. Father akafurahi sana, akasema kweli, sawa. Nikamtafuta mwingine pia akakubali, nikamtafuta mwingine na mwingine pia akakubali. Kafanya sasa, nikamwambia sasa, ninaomba kila parokia utakayokuwa unajenga chepo, tutaenda, padre atatuonesha ambapo hiyo chepo itajengwa, alafu tutasali misa hapo, mimi, wewe na padre, 3 tu. Pale ambapo Yesu wa Ekaristi chepo itajengwa, tutasali hapo. Sawa. Tukaenda parokia ya kwanza, mkoa wa kwanza, tukaenda parokia ya pili, mkoa wa pili, tukamalizia na parokia ya 3, huo mkoa wa 3. Nikamwambia sasa, hapa ndipo chepo itajengwa, nataka kumwambia Yesu wa Ekaristi chochote. Na nilimwambia chepo 3 kwa sababu ana watoto 3 wa kiume ambao wote wamekuwa mashoga. Kaambia sasa, chepo moja itamsimamia mtoto mmoja, chepo nyingine itamsimamia mtoto wa pili, chepo nyingine itamsimamia mtoto wa 3. Kwa nini nilifanya vile? Nilifanya vile kwa sababu vita ya ushoga ulimwenguni ni vita ya kimadhabahu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni madhabahu za giza zimeinuliwa na ndo zina fundraise huo ushoga kuenea duniani au usagaji kuenea duniani. Kwa hiyo unaweza ukakuta mtoto labda leo amekuwa shoga, ukampeleka soba, ukawaita washauri au ukafanyaje, mwisho wa siku ukajikuta mtoto hata habadiliki. Kwa nini? Ni vita ya kimadhabahu. Sasa nilipopiga mahesabu nikamwambia huyu, ili hii vita aishinde, anatakiwa kuijenga madhabahu iliyo kuu itakayoshinda hiyo madhabahu iliyoleta hii vita duniani. Kwa hiyo ndio ilikuwa lojiki yangu. Ambia, kwa hiyo madhabahu hii ya Yesu wa Ekaristi hapa itapambana na huyu mtoto, hii itapambana na huyu mtoto, hii itapambana na huyu mtoto. Mtoto wa kwanza alikuwa na miaka tayari 41 wa kiume. Siku ile ya madhabahu ya kwanza, ile chepo ya kwanza imekamilika, baada ya wiki, kijana wa kwanza akamfuata baba yake akamwambia, naomba tuzungumze. Baba yake akamuuliza, si ukitaka tusizungumze leo, natakaje tuzungumze? Ambia, haya njoo. Ambia, baba, nimekosea sana, najua nimekuumiza sana, najua umeumia kama mzazi, lakini naomba unisamehe. Leo ninaomba kukiri kwamba haya maisha niliyokuwa nikiendelea nayo kama mtoto wa kwanza, ambaye pia nimesababisha wadogo zangu kuingia kwenye hiyo hali,
Baba, naomba unisamehe na ninaanza upya Baba, sitakuwa shoga tena. Guess what? Mwaka jana huyo mtoto amefunga ndoa. Na tulimwambia Yesu Ekaristi, hii chepo utakapokuwa unakaa hapa kuwabariki wengine, naomba ukumbuke uzao wa huyu baba. Unajua, wakati mwingine unaweza ukawa una kila unachokitafuta duniani unacho. Unaweza ukawa una pesa, unaweza ukawa una madaraka, unaweza ukawa una ushawishi kwenye jamii, lakini ukawa umepigwa kwenye eneo moja la uzao, ukajikuta hata pesa zako na utajiri wako unashindwa sasa umurithishe nani ule mfumo wa utajiri ulionao au zile pesa ulizo nazo. Unajikuta una hang over tu hapo. Yesu Ekaristi akatenda yaliyo mema. Kama wewe ni mfanyabiashara, isipite wiki haujazungumza na Yesu Ekaristi. Isipite wiki haujampa Yesu Ekaristi ripoti ya biashara yako. Unapopata hasara, unapopata faida, njoo mwambie Yesu Ekaristi, wiki hii nimepata faida, wiki hii nimepata hasara, lakini yote nakushukuru. Kama wewe ni mfanyakazi, isipite wiki haujazungumza na Yesu Ekaristi. Mwambie kile kinachoendelea ofisini kwako, kwamba wiki hii kuna vita imeinuliwa Yesu Ekaristi. Wiki hii kuna mambo yanaenda ndivyo sivyo Yesu Ekaristi. Wiki hii kuna uonevu na uona Yesu Ekaristi. Njoo mwambie. Na kama kuna ushindi umeuona kwenye ofisi, mwambie tu Yesu Ekaristi, wiki hii kweli nimeuona ushindi. Isipite wiki haujazungumza Yesu Ekaristi juu ya watoto wako. Njoo mwambie Yesu Ekaristi juu ya watoto wako. Unatafuta maisha, njoo mwambie Yesu Ekaristi, sina mtaji, na upata wapi? Nisaidie. Unatafuta ajira, njoo Yesu Ekaristi ndo mtoa ajira wa kwanza. Hao wengine ni vibarua. Serikali zote duniani ni vibarua kwa Yesu Ekaristi. Njoo mwambie Yesu Ekaristi, huu ni mwaka wa 3 sijapata kazi, na mimi ndo nategemewa na familia, na mimi ndo nategemewa na baba na mama yangu, na mimi ndo nategemewa na wadogo zangu. Sijapata ajira Yesu Ekaristi, wadogo zangu wataishije? Njoo zungumza naye kama baba anavyozungumza na mtoto wake. Njoo mwambie Yesu Ekaristi, sijapata hiki. Unapokuwa kwenye nyakati ngumu, njoo zungumza na Yesu Ekaristi. Mwambie nyakati unazopitia, mwambie hali unayopitia, mwambie katika hali ya upole, katika hali ya mazungumzano, zungumza naye. Huyo Yesu Ekaristi atakupa majibu ambayo mwanadamu hawezi akakupa. Atakupa nafasi ambayo mwanadamu hawezi akakupa. Atakupa furaha ambayo mwanadamu hawezi akakupa. Atakupa amani ambayo mwanadamu hawezi akakupa. Unatafuta uzao, njoo zungumza na Yesu Ekaristi. Mwambie Yesu Ekaristi, haujanipa hili tumbo ili libebe chakula na utumbo peke yake. Umenipa hili tumbo ili libebe watoto wazuri wa kike na wa kiume. Ninaomba uzao Yesu Ekaristi. Umesema tuzae na tuongezeke. Mikono yangu haijapakata watoto, tumbo langu halijapokea watoto. Ninaomba lipokee. Zungumza na Yesu Ekaristi kama rafiki yako. Mkatoliki wa aina yoyote ambaye anampenda Yesu Ekaristi, Mkatoliki wa aina yoyote ambaye ni rafiki wa Yesu Ekaristi,
Mkatoliki wa aina yoyote ambaye yuko na mahusiano mazuri na Yesu Ekaristi, huyo Mkatoliki huwa ni mshindi kwenye jambo lolote, huwa ni mshindi kwenye vita yoyote. Hakuna vita itatokea ikamshinda huyo Mkatoliki ambaye ni rafiki wa Yesu Ekaristi. Ukiona imetokea vita imekushinda, ujue ni Yesu Ekaristi ameruhusu, ameona hiyo vita haikuwa na maslahi ndani yake. Kwa sababu sio kila vita ambayo inaweza ikajitokeza mbele zako Yesu Ekaristi anaweza akakwambia kwamba pigana hii vita. Kuna vita zingine Yesu Ekaristi anakwambia hizi achana nazo, ni za kukupotezea muda. Kuna vita zingine ambazo zinaweza zikaja kwenye maisha yako, Yesu Ekaristi akakwambia hii vita nimeileta kwenye maisha yako ili kusudi ujue aina ya watu wanaokuzunguka ni watu wa aina gani. Kuna aina ya vita nyingine ambayo Yesu Ekaristi anaweza akaruhusu hiyo vita ikakuletea aibu, lakini ile aibu ambayo inakuwa ndani ya hiyo vita inakuwa imebeba ujumbe ndani yake, kwamba unaona, unapokuwa kwenye aibu, wanaokuwa upande wako ni watu wa aina hii, na ambao wanakugeuka ni watu wa aina hii, na ambao wanakusapoti ni watu wa aina hii. Unajua, wakati unapokuwa na furaha huwezi ukajua rafiki mnafiki na rafiki wa kweli, lakini unapokuwa kwenye mapito ndipo unapogundua aina ya marafiki wanaokuzunguka, aina ya ndugu uliozaliwa nao tumbo moja, aina ya watoto ulionao. Unapokuwa na mapito ndipo unapojua ni nani anaweza akaomba kwa ajili yako, ni nani anaweza akaenda akatoa sadaka kanisani kwa ajili ya mapito unayopitia. Unapokuwa kwenye mapito ndipo unaposikia au na kufahamu tabia za watu. Ukiwa kwenye mapito ndipo utakaposikia watu wanavyokuzungumza vibaya. Wanasema tulijua tu atafika mbali, tulijua tu hatakuwa na chochote, tulijua tu ilikuwa ni nguvu za soda. Hapo ni wakati ambapo unapitia nyakati kama hizo. Siku moja Mtakatifu Paskali Baylon, bruda na mtawa wa Kikapuchini, alikuwa anasali mbele ya Yesu Ekaristi. Alipokuwa anasali mbele ya Yesu Ekaristi, alisikia sauti inamwambia, mwanangu Paskali, omba chochote unachotaka nami nitakupa. Paskali akasema, Bwana, ninaomba niwe rafiki yako. Sasa kilichotokea ni hiki. Mtakatifu Paskali Baylon alipokufa, siku ya mazishi yake, kuna kitu cha ajabu kilitokea sana. Mwili umeletwa kanisani, umelazwa kwenye machela, misa inaendelea. Ulipofika wakati wa mageuzi, padre alipomnyanyua Yesu Ekaristi juu, maiti ya Paskali Baylon ilinyanyuka ikasujudu, afu ikarudi tena. Aliponyanyua damu ya Kristo juu, ile maiti ya Mtakatifu Paskali Baylon ikanyanyuka tena, ikatoa heshima za mwisho. Marafiki wa Yesu wa Ekaristi. Vipi wewe unapopitia changamoto yoyote, unasikia sauti yoyote kutoka kwa Yesu Ekaristi? Au ni kuache tu? Tumsifu Yesu Kristo. Bahati mbaya ni kwamba ulimwengu wa leo una sauti nyingi sana, na ulimwengu huu, hizi sauti nyingi tunazozisikia, unaweza ukawa ni mkakati kabisa wa shetani wa kuwatoa watu kwenye utulivu wa Yesu Ekaristi na kuwapeleka mahali kwingine.
Unamshangaa Mkatoliki anamwacha Yesu Ekaristi altareni, anamwacha Yesu Ekaristi kwenye tabernakulo takatifu, anaenda kutafuta miujiza mahali ambapo hata Yesu Ekaristi hayupo. Yesu Ekaristi ni mtenda miujiza. Kila aina ya muujiza unaoutafuta Yesu Ekaristi anao. Kila aina ya muujiza unaoutafuta Yesu Ekaristi anao. Kila aina ya ugonjwa ulionao Yesu Ekaristi ana dawa lake. Kila aina ya mapito ulionayo Yesu Ekaristi ni jibu lake. Kila aina ya kazi unayoitafuta Yesu Ekaristi anayo. Lakini utakuta huyo Mkatoliki anamwacha Yesu Ekaristi peke yake kwenye tabernakulo takatifu, anaenda kule wanako tabiriwa. Utakuwa tajiri, hatukatai, utakuwa tajiri. Utakuwa fulani, hatukatai, utakuwa fulani. Lakini mwenye kutoa hayo yote, unapokuwa umeenda huko, ukumbuke kwamba umemwacha altareni, umemwacha kwenye tabernakulo takatifu. Ni kweli unaweza ukawa unapitia kitambo kirefu cha mapito, ni sahihi kabisa. Unaweza ukawa unapitia kitambo kirefu cha mapito kwenye maisha yako, na ni sahihi ukapitia hicho kitambo kirefu. Lakini Yesu Ekaristi anapokuwa anaandaa mtu aina yoyote kuwa mkuu, huwa hamuoneshi njia mapema. Wana wa Israeli wanapokuwa wanatoka Misri kwenda kwenye nchi ya Kanaani, njia waliokuwa wanapita ilikuwa haijafyekwa. Walikuwa wanapita kwenye hiyo njia, kama kuna miba, kama kuna nini, lakini kulikuwa na wingu wakati wa usiku linawaongoza, piteni hapa, piteni hapa, piteni hapa. Sisi ambao ni marafiki wa Yesu Ekaristi, sisi ambao kweli tunapenda kuona Yesu Ekaristi akibariki lililo jema, tunahitaji kumtegemea. Mimi napenda kuzungumza ambacho nimekiona kwenye maisha yangu. Kwa hiyo ndio maana nyingi natoa mifano ambayo mimi nimeiona. Kwa hiyo niwape huo mfano wa mwisho. Nina rafiki yangu, sitamtaja jina kwa sababu ni mfanyabiashara mkubwa tu hapa Tanzania na mzuri sana, muumini mzuri sana, muumini mzuri sana. Ilitokea vita kwenye familia yake. Kaka yake mkubwa alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa, lakini ikafika mahala akasheki kibiashara. Kaka yake anayefuatia tena akatokea hapo, akaanzisha biashara, ikawa kubwa sana, lakini ghafla ile biashara ikakata, akafata yeye. Na yeye ni kweli alipewa mtaji na wakaka zake, lakini akajikuta amesimamia vizuri sana ule mtaji wake, na biashara yake sasa imekuwa kubwa sana, kubwa. Hawa wakubwa zake wamefilisika, lakini akachukua mtaji, akasema ninyi mlinipa mtaji na mimi nimesimama mpaka leo. Akampa yule wa kwanza milioni 100 na huyu wa pili milioni 100, jumla milioni 200. Akamwambia haya, fanyeni biashara. Kweli wakaingia mzigoni, wakaanza kufanya biashara. Sijui kilitokea nini. Yule kaka yake mkubwa ni mtu wa kupenda sana waganga. Ikatokea tena akafilisika. Na huyu mdogo wake tena anayefuatia hapo, ikatokea tena akafilisika. Guess what? Wakaenda wakafanya matambiko, wakasema
kwenye huu ukoo aliyechukua nyota zetu ni huyu dogo. Ndio maana yeye biashara zake zimestawi nchi nzima. Kwa hiyo wakawa wanafanya kila linalowezekana kumwangusha huyu dogo, kila linalowezekana kumwangusha huyu dogo. Wanaenda mpaka waganga wa nje, sema huyu ndo kachukua nyota za ukoo, za watoto wa ukoo, ndio maana yeye mambo yake yanaenda, sisi vitu vyetu haviendi. Hasa huyu rafiki yangu akaniambia anachopitia. Unajua watu wa Mungu, kuna aina ya vita ambayo ikiinuliwa kwenye maisha yako bila Mungu kuwa karibu na wewe, tunakusahau hapa mjini. Hasa kilichotokea, nikamwambia sasa sikiliza. Ambia nasikiliza. Kinachoonekana hapa, umeingia kwenye level mbaya sana ya vita, na hii ni vita ya kimadhabahu, na hii lazima uwe karibu sana na Yesu wa Ekaristi. Kaambia mwalimu, mimi nafanyaje? Kaambia usikie nitakachokuambia. Sawa sawa, sema. Kaambia sasa, ili ushinde hii vita ya kimadhabahu, jenga madhabahu yako itakayokusimamia. Na ni madhabahu gani? Kaambia jenga chapa ya Yesu wa Ekaristi. Akaambia kweli mwalimu? Akasema yeye. Kaambia hii ni kodi nakupa, kodi nakupa hii. Kweli amejenga, nafikiri itazinduliwa hivi karibuni, kati ya wiki ijayo. Angalia sauti wanazotoa kule ndugu zake sasa hivi, wanaanza kusema huyu mtoto ni mchawi sana, ni mchawi sana, uchawi wake sio nchi hii. Na ni kweli ni mchawi. Ukiwa rafiki wa Yesu wa Ekaristi, kila mtu atakuona mchawi, kila mtu, kwa sababu kila watakachokuwa nakifanya kwenye maisha yao hakitaonekana. Nitawapa mfano wa familia yangu mimi inayotoka mimi. Alafu msije mkaniona nasimama hapa pengine naombaomba sana mkafikiri kwetu wanasari. Naomba tu niwaambie, nyumbani kwetu wanaosari ni mimi na mama yangu. Bado na mimi na magumu, lakini Yesu wa Ekaristi ananipambania. Sasa kilichotokea ambacho kimetokea kwenye familia yangu ni kimoja. Kwenye familia yangu tuna neema ya kuishi miaka mingi sana. Neema hiyo ipo. Hiyo neema ipo. Ya kuishi miaka mingi ipo. Hakuna vifo vya ujanani, vya mara kwa mara, havipo kabisa. Ila kwenye pesa, watu wanapigwa na njaa huko. Sasa mimi kila nilichokuwa nakifanya, mbona hivi vitu havitokei? Nikaja kugundua kwamba kuna shida kwenye hili eneo la uchumi. Mimi nikaanza kujipambania, nikatoka. Sasa yupo baba mkubwa ambaye ametoka na baba tumbo moja. Yeye ni baba mdogo. Baba yeye alishafariki, yeye ni baba mdogo. Sasa ametoka tumbo moja na baba. Sasa kumbe walikuwa walishaona kwenye familia au kwenye ukoo kuna kitu hakiko sawa, na hicho kitu nakileta mimi. Kwa kumbe akawa anaenda kwa waganga. Ndio maana tunapokuwa tunaomba, kwa nini huwa kwa mfano hata siku ya kesho, sio wafanye biashara, wafanye kazi, tutapanda hapa
altareni. Kuna aina ya fulani ya mafunuo niliwahi kupata ya kujiunganisha na altare za kanisa Katoliki au madhabahu za kanisa Katoliki. Nitawaambia tafasiri yake. Ulishawahi kuona mchawi anajibadilisha kuwa paka? Si mnasikiaga story hizo? Anabadilika kuwa bundi. Sasa na sisi ni vile tu hatujui. Sasa kumbe yule baba mdogo kumbe anaenda kwa waganga. Nini nipigwe mimi sasa? Mimi sijui hili wala lile. Ameenda kwa mganga wa kwanza. Wale ambao wanatumia maji na vioo, kioo cha kujitazamia, unaenda sura yako inavutwa. Unamtafuta yeye, namtafuta huyo, na wewe unachangaa, umemwonaje? Sasa akaenda kwa huyo mara ya kwanza, akavuta sura, ikaja jengo la kanisa. Si muda mwingi niko kwa Yesu Ekaristi. Unanipataje sasa? Au uje ujaribu na wewe uone siku moja. Takuja jengo la kijenge. Tumsifu Yesu Kristo. Ananiambia huyo baba mdogo sasa, baada ya kuwa amefanya kila kitu kimeshindikana, alipokuja kuniomba msamaha sasa, akaenda kwa hiyo wa kwanza, navuta linakuja jengo la kanisa. Yule akamwambia, basi huyu nenda, aka nikachawi sana, nenda tu. Huyo wa kwanza akaenda, wa pili akavuta, haviwezekani. Akaenda watatu ndo alimwambia kabisa ukweli kwamba huyu ukiendelea kumfuatilia unakufa mapema sana, unakufa mapema. Akarudi, amekaa nyumbani, akapigwa na ugonjwa, lakini akiwa amelala kwenye ndoto anaota, na anapoota ule ugonjwa anaona kama vile unatoka kwangu kwenda kwake kwenye ndoto. Akaenda kwa waganga tena, wakamwambia sasa, sikiliza, huyu mtafute, huyu anitafute sasa mimi. Mbona hapo mtafuta, muombe msamaha, amekuzidi uchawi. Basi ni mwaka mmoja umepita na kitu sasa. Siku moja akanipigia simu, ndo akawa na niomba msamaha, niambia basi ninaomba unisamehe. Sio vitu gani, yaani ni jambo lililoniumiza sana. Yaani napambana nitoke, lakini kumbe kuna watu wananivuta tu mashati huku nyuma. Yaani nimelibeba moyoni kama hivi nilivyowaambia hapa. Hata sikutaka kumwambia mama, nikaona nikimwambia hata mama atajikuta naleta shida kwenye familia. Nini? Kwenye ukoo. Nini ametafuta alichotafuta huko? Imeshindikana. Kumbe nilishajificha kwenye madhabahu. Huyo ndo Yesu Ekaristi. Unapokuwa unamwambia Yesu Ekaristi, sura yako iwe sura yangu, vazi lako liwe vazi langu, ulinzi wako uwe ulinzi wangu, nguvu zako ziwe nguvu zangu. Maana yake hapo mnabadilishana. Msifu Yesu Kristo. Kuna mwenzetu mmoja hapa juzi amepata changamoto ya gari kule Tengeru. Tukija tupate nafasi atakuja kuambia. Ndio akawa ananisimulia, ananiambia, mwalimu, nimemwona Yesu Ekaristi. Ndio maana tunapokuja hapa altareni tunasimama. Ndio maana moja ya maombi tunayokuwa tunaomba kwamba nguvu za altare hii ziwe nguvu zangu, ulinzi wake wewe ulinzi wangu. Kwa sababu gani, watu wa Mungu? Kuna vita vya aina tatu. Kuna vita vya kimwili, kuna vita vya kiroho, na kuna vita vya mwisho kabisa ambavyo ndo vibaya, vita vya kimadhabahu.
Yaani mtu amekaa kwenye uganga wake, kwenye kilinge chake, kutokea kwenye madhabahu yake ya ufalme wa giza, anatamka vitu vitokee, au anaamrisha nguvu za aina yoyote zikufate mahali popote ulipo. Anaweza akaamrisha nguvu za ajali zikutafute. Shangaa tu umepita mahali, ajali. Nguvu za umaskini zikutafute. Ndio maana padre anabariki akiwa hapa madhabahuni. Tuko sawa sawa? Basi tumwabudu Yesu Ekaristi. Na leo maombi yetu mbele ya Yesu Ekaristi yatakuwa maombi ya kuondoa vizuizi vya aina yoyote ambavyo yule mwovu ametuwekea kwenye maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tujiandae kumwabudu Yesu wa Ekaristi.